الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता hutuba hii alifa mtukufu ni ya tarehe 15 ya Novemba 2013. alifa mtukufu yadhahullah taala mdasizi anasema kwamba kama nyinyi mnajua kwamba wiki kadhaa iliyopita nilienda kutembelea jumuiya ya Australia, New Zealand, Singapore na Japan. दौरों के दौरान अल्लाह ताला के फजलों की जो बारिश होती है Kama ni desturi yangu kwamba सो आज मुख्तसरन fadhila za Mwenyezi Mungu zinazopatikana wakati ninapotembelea jumuiya, baada ya kurudi mimi naeleza zile fadhila za Mwenyezi Mungu. और उसकी इंतहा जानना Kwa hiyo mimi leo nitaeleza zile fadhila zilizopatikana katika ziara yangu hii. Kuhisabu fadhila za Mwenyezi Mungu au kujua mwisho wake si rahisi, kwa sababu sisi फौरन ही ऐसे सामान पैदा कर देता है. हमारी इस tunapoona kwamba sisi tumepata mwisho wa fadhila za Mwenyezi Mungu, wakati ule ule Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kufuta dhana yetu hii kwamba fadhila ambazo mnaona kwamba ni fadhila chungu mzima bado ni mwanzo wa fadhila zangu. और उसकी इंतहा जान Sasa mimi na wasogezeni hatua moja mbele. Basi kuhisabu fadhila za Mwenyezi Mungu au kujua mwisho wa fadhila zake si rahisi kwa ajili ya mwanadamu, hasusan wakati और खुशखबरी सुना रहा हो जो अल्लाह ताला ने silsila ya ahadi ya Mwenyezi Mungu inatuonekana katika kila njia na inatupatia bishara ingine हजरत सल्लल्लाहु katika ahadi na katika bishara alizozifanya na Sayyidina alayhi salatu wassalam. का जिक्र तो दूर की बात है Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara को लेकर बादशाह bishara zake. Kujua mwisho na mipaka ya fadhila hii haiwezekani. Hata mimi naona kwamba nianze kutoka wapi kuhusu kueleza fadhila za Mwenyezi Mungu. Ili mradi mimi nitaeleza muhtasari wa fadhila za Mwenyezi Mungu zilizopatikana katika ziara yangu hii. सब की रिपोर्ट्स हैं अल फजल को भेज रहे हैं, उसमें शाया हो रही हैं, उसमें से लोगों ने पढ़ ली होंगी बाज ने. Wakilo Tafshir anaendelea kutuma taarifa yake katika Al-Fazl. Labda watu wameshasoma maelezo yake, नशी करना और बयान करना मुमकिन नहीं होता. lakini चेहरों के तासुरात mambo mengine जो yanayopatikana wakati wa sherehe si rahisi kueleza katika maandiko, wala si rahisi kueleza. न मैं कर सकता हूँ न कोई और रिपोर्ट कर सकती है. Athari inayopatikana juu ya nyuso za watu wasiokuwa Ahmadhia, mimi siwezi kueleza habari na hali ya ile athari, wala haiwezi kuandikwa katika taarifa. Ndiyo inaweza kuonekana wakati mtu anapoangalia kile kipindi. अहम वाक़े थे. Wale wanaosoma lugha ya Kiingereza, press desk ilifanya kazi nzuri sana, na wakati wa ziara hii matukio maalum yaliyotokea waliendelea kufikisha habari yake, नई आगाही देता. ilimradi kila ziara na kila siku इस्लाम ilitukumbusha jinsi gani tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, बहरहाल अब इस तबीयत के बाद na inathibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Baada की पहली ya maelezo haya kidogo nitaeleza habari ya safari na nitaeleza fadhila za Mwenyezi Mungu zilizopatikana. Kwanza kabisa katika ziara hii tulienda Singapore.
katika uwanja wa ndege wa singapore pamoja na wanajumuiya. जज्बाती कैफियत थी, Viongozi wa indonesia कुछ अंदाजा walikuwepo pale, kina mama na kina baba wote walikuwa na hali ya imani ya aina yake. बहरहाल सिंगापुर का ये दौरा Labda umeshaona hali ya imani yao wakati walipokuwa wanasikiliza hutuba yangu kule. इंडोनेशिया, मलेशिया, Ziara yangu hii ya singapore ilikuwa ya siku 10 कोटिया, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, kutoka indonesia, malaysia, brunei, philippines, thailand, cambodia, vietnam, papua new guinea, myanmar. 2,500 की तादाद Kutoka katika nchi hizi wanajumuiya walikuja na nilikutana nao. Kutoka indonesia takriban watu 2,500 walikuja, लेकिन वफा और इखलास na hawa wanajumuiya wote walikuwa si matajiri, wengine walikuwa की कोई चीज बेचकर wanajumuiya wa kawaida, lakini walikuwa wamejaa na imani sana. Wengine walichukua mkopo au kwa kuuza vitu vyao na vifaa vyao walipata nauli na walikuja kule singapore. लोगों को फिक्र थी तो ये Kama nimeshawahi kueleza kwamba wakati इनमें से वो wa safari yangu kwamba hawa watu walikuwa na fikira moja tu kwamba mwenyezi mungu atubakishe katika imani. Miongoni mwa hawa walikuwa वहाँ के रहने वालों ने निकाल दिए, wale pia ambao kwa mwaka moja walifukuzwa katika majumbani kwao, उनको कुर्बान नहीं किया, na wao wanaishi katika मजीद मजबूत और mahema ya wahamiaji, lakini hawakuuza imani yao wala hawakupoteza imani yao, bali wao waliimarika zaidi katika imani yao. क्लासें हैं जो दूसरे प्रोग्राम थे गैरों के साथ, Pamoja na vikao vya jumuiya na classes mbalimbali za watoto जिसमें na vipindi vingine से आने वाले vilivyofanyika kule, ilikuwa moja reception pamoja na थे, स्कॉलर भी थे, wanajumuiya wa indonesia. बहुत पढ़े लिखे तबका था, Na katika kikao hiki walikuwa wanajumuiya, watu wasiokuwa wa ahmadhia, walikuwa professor na wasomi wengine na wajournalist pia walikuwepo katika hafla hii, na waandishi wa habari ya magazeti mawili walikuja na walichukua interview yangu. हुई उनसे Waliuliza kuhusu jumuiya na शोभा है yoyote ilikuwa inatokea kule. Waliniuliza maswali kuhusu जैसा कि hali ile. बात है इनकी तादाद Watu wasiokuwa wanajumuiya waliokuja kule singapore jumla walikuwa watu 48. Miongoni mwa hawa wengine walikuwa maprofesa wa university na wabunge waliostaafu उनमें से एक प्रोफेसर na wakilishi wa nahajatul ulama pia walikuwa 8, na mmoja wao ni profesa katika chuoni. Alikuwa amekaa pamoja nami. Baada ya kusikiliza hutuba yangu alisema kwamba uje nchini kwetu लेकिन शायद आपको na utoe hutuba katika chuo chetu, sisi tutapanga बहरहाल उनमें से शराफत hutuba hii. Hazur anasema ni vizuri, lakini hujui kwamba kule nikienda watu watapiga kelele sana. Lakini huyo bana alikuwa na mwenye tabia nzuri sana, ila hali alikuwa memba wa kamati ya maulamaa. ली कून शाह भी थे, Katika reception hii ya singapore साल तक 8वां वाले सिंगापुर के सफीर रह mgeni mmoja wa kule likun shae pia alikuja. चुके हैं और सिंगापुर के बानी Yeye miaka 29 aliwahi kuwa mbalozi wa singapore katika nchi mbalimbali na ni mbunge, na yeye ni miongoni wa waanzilishi wa singapore. Yeye alisema सारे अरब के हालात बहुत अच्छे थे, अमन कायम था, katika mwaka wa 60 nilipokuwa mbalozi katika misri, wakati huo hali ilikuwa nzuri na amani ilikuwepo, lakini tangu miaka kadhaa तासुर पेश किया। katika nchi za arabuni amani imepotea kabisa. मुझे इस बात से खुशी है और मैं इस बात को सराहता हूँ, Na picha mbaya ya islam inaelezwa
सरबराह के साथ lakini akasema kwamba ninafurahi na nakiri jambo hili kwamba imamu wa jumuiya ahmadia inaeleza picha sahihi ya dini tukufu ya islam के रिटायर हो चुके हैं इंडोनेशिया na inafikisha ujumbe wa amani duniani. हर शख्स huzur anasema kwamba ijapokuwa huyu bana ameshastaafu, या lakini huyu ni miongoni wa watu wa singapore ambaye anaheshimiwa sana. मॉस काउंसिल मुस्लिमा टैलेंट vile vile और स्टेट mkuu wa indonesian mosque council muslima सेंटर के journal department मिस्टर ईदा na state islamic university jakarta women study center mr ida luziada alisema जमात को चाहिए कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक के उलूम व फ़नून तरक्की पज़ीर ममालिक में लेकर जाए और baada ya kusikiliza hutuba yangu akasema kwamba jumuiya जमात में inatakiwa शेर था kwamba ifikishe ujumbe huu katika nchi ambayo bado inapata maendeleo. huzuri anasema kule nilitoa hutuba kuhusu uchumi कहते हैं आज wa dunia na islamu inasema nini kuhusu hali hii ya uchumi, और क़यादत नहीं है na kwa kusikiliza hutuba yangu alisema maneno haya. जमात अहमदिया anasema duniani siku hizi hakuna chama chochote kinachoweza kuwa na nidhamu kama jumuiya ahmadia inayo, na jumuiya ahmadia inaeleza mfano na picha halisi ya islam. huyu bana ni profesa katika islamic university wa indonesia. katika tasik malaya kuna member wa youth, लोगों तक पहुँच yeye akasema kwamba ताकि वो अमन और हम आहंगी पर मुश्तमिल baada ya kusikiliza hutuba yangu akasema kwamba inatakiwa ujumbe huu uwafikishie watu wote wa indonesia जानतो साहिब हैं ili waweze kuelewa mafundisho ya dini tukufu ya islam kuhusu amani. kisha kuna mr sufianto saham amefanya phd, कि मेरी ख्वाहिश है ni profesa katika university of indonesia. मुखालिफ हैं yeye akasema वो मसीह से मिलें और इनकी बातें सुने nina hamu kwamba दिल खुले wale watu wa indonesia ambaye ni wapinzani wa jumuiya wakutane na halifatul masih na wamsikilize ili mioyo yao ifungue. siku hizi ni halifa ahmadia tu ambaye anaeleza mafundisho ya amani na usalama ya islam. kisha maandishi wa habari ya gazeti indonesia tribune jabjawar ambaye anafanya phd kuhusu jumuiya, yeye anasema मबनी इक्तिसादी निज़ाम के बारे में जो तालीमात बयान की हैं इसने मुझे गहरा असर किया इसने मुझ पर गहरा khalifatul masih ameeleza mafundisho kuhusu uchumi na kuhusu huruma ya wanadamu. kwa kusikiliza hutuba hii ni mimi nimeathirika sana. वहाँ उन्होंने mzungu mmoja ambaye ni kijana anaishi tangu miaka 27 kule singapore, कहते हैं कि जब मैंने प्रोग्राम na kule alisilimu, तो मेरी कंपनी वालों ने मुझे रोका कि इस na kule anafanya kazi katika kampuni moja. रोका anasema niliponuia kwamba nishiriki katika तो मुझे ये भी कहा katika kikao hiki, kampuni ilinizuia nisishiriki, walinizuia mara 2-3. फिर अपने तासरात के akasema niliambiwa ukienda kushiriki katika kikao hiki utafukuzwa kazini, lakini pamoja na hali hii alishiriki. kisha wakati wa kueleza maoni yake alisema kwamba mimi ni mwislamu, lakini mafundisho sahihi ya islamu niliyosikia leo nimesikia mara ya kwanza katika maisha yangu, na mimi nimeona picha hii ya islamu mara ya kwanza katika maisha yangu. bali alikuwa tayari na alisema kwamba mimi nitajua zaidi kuhusu juma ya hamadhia ili niweze kujua kuhusu islam sahihi. huzuri anasema mwenyezi mungu aifungue kifua chake, amin. स्टडी के प्रोफेसर ने ये इजहार किया kutoka philippine pia watu kadhaa walikuja. शुक्रिया अदा किया कि वहाँ उनको professor wa asian na islamic study kwanza alishukuru kwamba amealikwa hapa na nimekutana na halifa. कि जो बातें हुई मेरे सदर की काफी बातें हुई थी उनसे ही अंदाजा kisha akasema kwamba दिया ही है जो मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं wakati nilipokuwa nazungumza na halifa बताया है
kwa kumsikiliza halifa nimeona kwamba ni jumuiya ahmadhia tu ambayo inaweza kuwakusanya waislamu wote, की तरफ वापस चले जाएं। na hii ndiyo ni njia moja tu ambayo ameeleza halifa ya kuwakusanya watu wote, kwamba watu waanze kufuata tena mafundisho sahihi ya islam. अहमदिया के vile vile bwana moja ambaye aliwahi kuwa katibu wa education wa philippine, बारे में yeye anasema kwamba कि जमात गालिबान huyu bwana ni mwislamu, anasema kwamba mimi वसल्लम के ज़माने में natoa ushahidi kuhusu jumuiya ya ahmadhia kwamba jumuiya hii itapata ushindi. kisha anasema kwamba kama wakati wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam waislamu walidhulumiwa, vile vile siku hizi jumuiya inadhulumiwa. kama islam ilipata ushindi mwanzoni, vile vile jumuiya pia itapata ushindi, na hakuna shaka ndani yake, na sisi tunaona ushindi huu katika macho yetu. wakati jumuiya itakapopata ushindi, sisi pia tutajiunga na jumuiya hii. दिल से वो तकरीबन अहमदी हुए हैं। miongoni wa hawa wana haufu ya watu kadhaa au makundi kadhaa, pengine kwa moyo wameshakuwa wanajumuiya. बाकी तो जुमा था और मुलाकातें थी। बहरहाल इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का hii ilikuwa habari ya reception ya kule singapore. सिडनी में चंद दिन रहकर baada ya hii मेलबर्न nilianza ziara ya australia. siku kadhaa niliishi kule sydney, से कोई 800-900 मील, kisha nilienda melbourne, वहाँ भी एक रिसेप्शन थी। प्रिंसेस na melbourne ni takriban maili 800 au 9. kule pia शोभा ilipangwa sherehe, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। takriban wageni 220 walikuja, ambao walikuwa kutoka katika idara mbalimbali ya maisha. walikuwa wanajeshi, की रैंक के आदमी थे, member of parliament, wabunge na के काउंसलर्स थे, mwakilishi wa के अफसरान थे, army chief pia alishiriki. प्रोफेसर थे, इसी तरह मुख्तलिफ walikuwa council wa nchi mbalimbali na viongozi wa federal council, maprofesa na vile vile watu wengine pia walikuwepo pale. state member of parliament wa victoria alisema, ऑस्ट्रेलियंस तायद करते हैं, जो कि ujumbe wako ni ujumbe से एक कौम है ambao और बतौर ऑस्ट्रेलियन हम इस तरह के wananchi wa australia wote wanaunga mkono, ऐसे लोगों से मुकम्मल तावन करते हैं जो ऐसे पैगाम को पहुंचा रहे हैं। यहाँ भी इस्लाम na sisi tunataka kufuata ujumbe huu mzuri, na sisi tunawasaidia कहते हैं katika kufikisha ujumbe अपने दिया huu nchini kote. वो इंसान kisha mbunge mwingine alisema kwamba ujumbe uliotupatia leo अमन इंसाफ ni juu ya dini, na ujumbe huu ni ujumbe wa ubinadamu. tunatakiwa tufuate ujumbe huu, yani ya uadilifu, ya huruma na kuitumikia ubinadamu. फिर कहती हैं कि मैं hizi ni sifa ambazo zilizoelezwa na imamu wa ahmadhia. tunatakiwa tufuate sifa hizi. कहती हैं मैं तो यही जानती हूँ na huyu mwanamke alisema kwamba mimi najua kwamba wanawake wa kiahmadhia wanafikisha ujumbe huu, hata wenyewe pia wanafuata sifa hizi. अपनानी चाहिए। najua kwamba watoto wa ahmadhia ni wenye hulka njema na wasomi sana दुनिया में अक्सर जगहों पे है na wanakuwa na adabu, kwa hiyo wote wanatakiwa wawe na sifa hizi. बातें huzur anasema hii ndiyo ni करते हैं। athari ya wanajumuiya katika germany au nikienda sehemu ingine yoyote. mimi naona kwamba watu wanaeleza kuhusu athari hii ya jumuiya na sifa hizi ya jumuiya. kila mmoja awe mwanamke mtoto anatakiwa afikishe na aendelee na tabia hii na asipate kibri kwa sababu ya sifa hizi. यहाँ चर्च ऑफ na watu wako tayari kufuata sifa hizi duniani kote. vile vile kule kiongozi wa church of jesus christ जिस अंदाज से bwana barle roble saheb yeye akasema, अल्फाज में बयान किया है हर ऑस्ट्रेलियन इसको बआसानी समझ सकता है। आज इस हॉल में मौजूद jinsi alivyoeleza halifa
ujumbe wa amani kila mwenyeji wa australia anaweza kuelewa vizuri. कि आज हम kila mmoja ambaye amekaa hapa moyo wake unatoa ujumbe huu कि मेरी बीवी गुज़श्ता na itakuwa vizuri ikiwa kila mmoja anapeleka ujumbe huu katika anawafikishia ujumbe huu katika watu wake pia. जो हमने सुना वो सच के akasema kwamba mimi na mke wangu tangu miaka 18 tulikuwa tunatafuta ukweli, na yoyote tuliyosikia leo ilikuwa ukweli tupu. अपने दिलों में सजा लेना चाहिए। ujumbe wa imamu wa jumuiya ulikuwa ujumbe kamili. tunatakiwa tufuate ujumbe huu na tunatakiwa tuweke ujumbe huu mioyoni mwetu. Halifatul masiha kusema hii tu kwamba amani inaweza kupatikana namna gani, bali alisema hata kama amani haipatikani itatokea nini. vile vile kuna channel moja mashuhuri ya kule abc wa australia broadcasting, कि इमाम जमात का खिताब इंतहाई ni channel ya kiserikali. journalist moja alitoa maoni yake na akasema kwamba hutuba ya imamu wa jumuiya ilikuwa mzuri mno kabisa, na ilikuwa msingi wake ulikuwa juu wa ukweli, na kwa kusikiliza hutuba hii mioyo yetu imefunguliwa. कि आज मैंने एक शानदार तकरीब में शमूलियत की। Andrew Green, kuna mwanamke moja akasema kwamba mimi ninaona fahari sana kwamba mimi nimeshiriki hafla mzuri sana, kikao kizuri sana leo, क़याम के बारे में बात की है। मैं आज बरमला ये बात कहती हूँ, na mimi nimeathirika sana खुदार से बहुत मोहब्बत kwa kusikiliza hutuba ya halifa, को ज्यादा मजबूती के साथ na mimi nasema waziwazi kwamba mimi nasifu sana sifa zenu na mafundisho yenu, ये बातें कहते na nasema kwamba wananchi wa australia wafuate sifa hizi. Na wakati alipokuwa anasema hivi alikuwa analia, machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. कि kulikuwa counselor mmoja, आपसे एक बात yeye alikuwa counselor wa Knox City. Katika maoni yake alisema kwamba kwa kusikiliza hutuba ya imam imekuwa wazi kwamba फरमाया कि अमन के kwamba nyinyi mnafikisha ujumbe wa amani na usalama. Imamu wa jumuiya alisema sawasawa kwamba mambo yote yanaweza kurekebishwa kwa kutumia amani. Historia ya australia ni ya miaka 200. तो 200 साल का bwana Brojnal ni mwenye miliki wa ardhi hii. zaidi ya hiyo watu walikuja kutoka nje, walikuja miaka 200 iliyopita hapa. ताज़ा हवा का इंतजाम Leo kwa kumwona kiongozi wa dini wa kutoa ujumbe mzuri, nimeona kwamba kama mwamko mpya umepatikana katika australia. लगती है Na jambo hili nilimwambia mke wangu pia kwamba और ज्यादा बाहर kwamba और बहुत से लोगों को अपना imani ya wanajumuia inaonekana katika nyuso zao. ऑस्ट्रेलिया के Itakuwa vizuri ikiwa wanajumuia wanafika nchini kote na wanawafikishia watu ujumbe wao wa amani na usalama. Huzuri anasema hii ni kazi ya wanajumuia wa australia kwamba wafikishe ujumbe na wafanye kazi hii. Na alikuwa mmoja मैंने किसी और तकरीब में कभी नहीं देखा। muislamu kutoka pakistan alisema kwamba mimi nataka kusema hii pia kwamba कहते हैं मैंने एक heshima iliyopatikana katika hafla hii mimi sijawahi kuona katika hafla ingine yoyote. consul general wa somalia pia alikuwepo, akasema mimi nimekusikiliza kwa makini sana na nimeathirika sana kwa kusikia hutuba yako. तजिए से बहुत मुतासर हुआ हूँ। ghalib jaber saheb wa kuwait pia alikuwepo, akasema kwamba जो आपने किया काफी, nimeathirika sana kwa hutuba yako na kwa maelezo yako, मेरा ये ख्याल नहीं था कि तजिया इस कदर na hutuba uliotoa ilikuwa hutuba ya kweli kabisa. 220 के करीब लोग थे, हर एक ने अपने तासरात दिए, चंद एक के मैंने जिक्र किया है। Huzuri anasema hapa watu walikuwa wengi sana, kama nilisema watu 220, na nimeeleza maoni ya watu kadhaa. कि इंतहाई इखलास से मिलने वाले थे, सिर्फ ज़ाहिरी Kisha baadaye nilikutana na watu kadhaa. Huzuri anasema nimewaona watu wa hapa kwamba walikutana kwa imani sana na kwa hulka sana. Hawakuonyesha hulka ya juu juu, bali walionyesha hulka kwa moyo zao, से मिलते हुए बड़ा kwa moyo wao.
na athari waliopata walionyesha hali yake wakati walipokutana nami na walieleza waziwazi athari waliopata. इस बारे में बता दूं hapa ये जो नया सेंटर katika melbourne imenunuliwa ahmadiyya center. रकबे पर है sikueleza habari yake, kwa nieleze habari yake kwamba kuna sentro mpya imenunuliwa. upana wa plot ni eka 7.5 na nyumba moja ilikuwa imejengwa, और ऊपर हॉल जो है उसमें रकबे में मेन हॉल है जिसमें एक मुताबिक na nyumba iliyojengwa ni 2500 mraba meter. kule juu kuna ukumbi mkubwa, और इस बिल्डिंग में दूसरे watu के मजमूई तौर takriban 3,000 wanaweza kuswali, na kwa bahati nzuri ukumbi ule unaelekea kibla. पर रिहाइश na katika ukumbi mwingine pia watu wanaweza kusali, takriban watu 4,000 jumla wanaweza kusali. kuna nyumba kwa ajili ya wageni, kuna library, jiko na store, na vile vile kuna ukumbi mdogo pia mwingine. kuna parking 3, zaidi ya magari 200 yanaweza kuegeshwa hapa. तो हमसायों ने कई इतराज agosti 2007 ombi lilipelekwa serikalini kwamba tunataka kununua ardhi hapa. के साथ majirani walileta malalamiko kwamba hatutaki kwamba waislamu wajenge nyumba ya ibada hapa, lakini kwa fadhila za mwenyezi mungu baada ya mwaka 1.5 2009 काउंसिल ने फैसला किया center hii ऐसा फैसला है कि तमाम काउंसलर ने बिला इस्तिस्ना ilikubaliwa kwamba center hii और फिर इसका jumuiya inunue, एक na makaunsel wote walitoa rai yao katika haki ya jumuiya wakati wa ununuzi. कम्युनिटी सेंटर मिशन हाउस के तौर zamani sehemu hii ilikuwa club na park, na kwa kubadilisha jina ilibadilishwa kwa jina la community center, kwa hiyo ilisajiliwa kwa jina hili. तब्दील हो गई है जमात अहमदिया के बारे siku hizi rai na ushauri wa watu umebadilika kabisa kuhusu jumuiya kama nilivyoeleza. में मत किया गया तकरीबन 1.8 katika ununuzi wa center hii $800,000 ilitumika na kisha ulifanywa ukarabati wake. हमारी रिवायत है takriban kwa jumla milioni 1.3 ilitumika, na kwa kufanya wakari amal $500,000 pia iliokolewa. ये भी अल्लाह ताला का एहसान है tukiona thamani yake katika market takriban ni milioni 5. hii pia ni ihsani ya mwenyezi mungu kwamba anatupatia vitu wenye bei rahisi. यहाँ kisha tulirudi tena sydney. जो तमीर हुआ है इसका इफ्तिताह किया इसमें 1400 अफराद के नमाज hapo kuna ukumbi wa khilafa jubli मंजिला दफात umejengwa na ufunguzi wake है लजना की और दूसरी तंजीम ulifanyika na watu 450 wanaweza kusali ndani yake. kuna ofisi 2, kuna meeting room, kuna ofisi za idara zingine za jumuiya, kuna jiko kubwa sana ambapo chakula kinapikwa kwa ajili ya wageni. वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया की katika ukumbi mkubwa michezo kadhaa inaweza kuchezwa, na hapo mbunge mmoja wa bunge la australia alikuja फिरवानती वेल्स इनका नाम kwa kuwa mwakilishi wa waziri mkuu wa australia. प्रो पार्लियामेंट थे Concetta Farventi ni jina lake. kisha walikuwa federal member of parliament na minister of citizenship pia alikuwepo, पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर लॉ na leader wa opposition pia alikuwepo. पुलिस के अफसरान vile vile wabunge wengine pia walikuwepo, na parliament secretary for law and justice, na maofisa wa polisi, counselors, और अल्लाह ताला की फजल से यहाँ भी खिलाफत na watu kutoka idara mbalimbali walikuja kwa wingi sana, na kwa fadhili za mwenyezi mungu hapo pia क्या है और खिलाफत ulikuwa ufunguzi wa क्या किरदार ukumbi wa uhalifa, अहमदिया na nilipata bahati ya kueleza mafundisho ya islam na jumuiya ahmadia ni nini, na jumuiya ahmadia ina
kufanya nini. Kwa fadhili za mwenyezi mungu watu walipata athari sana ya hutuba yangu. कि इमाम जमात ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस्लाम को इंतहा पसंदों के अमल में Police Superintendent mmoja kwa kusikiliza hutuba yangu alisema इस तनकीद imamu wa jumuiya इस्लाम के साथ जवाब दिया। amekiri kwamba wagaidi wameharibu jina la Islam, na mimi nimewasirika sana kwa kusikia hii, इंदिरा देवी ने कहा कि na jinsi alivyotoa majibu ya ugaidi ni mzuri sana. Kisha mbunge mmoja Indra Devi alisema आपसे हासिल करना चाहूंगी kwamba जिसकी मदद से मैं इस्लाम को बेहतर तौर पर समझ hutuba ilikuwa nzuri sana na yenye elimu sana. मुतज़ब्ज़ब हूँ, लेकिन अमूमी तौर पर ये Nataka kupata kitabu kimoja kuhusu Islam ili niweze kuelewa vizuri Islam. Kuhusu Islam sina uhakika sana na sijui sana kuhusu Islam, lakini nataka kujua zaidi kuhusu Islam. बहरहाल वहाँ के लोगों को अब चाहिए Yeye भी रखें। ana wasiwasi kuhusu Islam kwa sababu watu wengi wanasema na wanafanya kinyume na mafundisho ya Islam. बड़े अच्छे तौर Wanajumuia wanaoishi kule wanatakiwa wampatie kile kitabu chochote cha jumuia na literature ili aweze kusoma. हुआ है वो अपने Hazur anasema hapa pia watu walitoa maoni mazuri sana. Kisha katika Australia ulifanywa ufunguzi wa Brisbane, umeshawahi kusikia katika hutuba yangu, na baada ya ufunguzi ule ulikuwa reception. Watu wa idara mbalimbali walikuja, wabunge, profesa, madaktari na wahandasi, एक हम na watu wa kanisa pia walikuwepo. जो मजहबन यहूदी हैं उन्होंने मस्जिद की शदीद मुखालफत की। Mr. Klaskin ambaye ni jirani wa msikiti ambaye ni Myahudi, बनने के बाद और yeye alipinga sana ujenzi wa msikiti, lakini sasa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, आए हैं baada ya ujenzi wa msikiti na baada ya kuona tabia ya wanajumuia, hali yake na raha yake ilibadilika kabisa. Kisha kuna jirani mwingine Rafid Garam, बन गए। yeye pia mwanzoni alikuwa mpinzani sana wa ujenzi wa msikiti, lakini इसी तरह और बहुत सारे दोस्त हैं। baadaye amekuwa rafiki wa jumuiya na akaanza kueleza katika haki ya jumuiya. Vile vile kuna watu wengine pia ambao mwanzoni walikuwa wapinzani, baadaye raha yao ilibadilika. Kisha kuna deputy mayor wa city council wa kule kule anasema kwamba जिनमें हर साल ऑस्ट्रेलिया Ahmadiyya inahudumia sana ubinadamu, रेड क्रॉस के लिए फंड इकट्ठे करना na huduma hizi za jumuiya और दीगर फ्लाई zinamtofautisha na makundi mengine, kukusanya msaada kwa ajili ya Red Cross na kutoa damu ni kazi iliyofanywa na jumuiya. Vile vile Queensland mwanzoni wa mwaka huu mfuriko ulipokuja, बसने वाले wanajumuiya 50 wiki mbili walitoa huduma zao kule. इस बात का बरमला इजहार करते हैं Inasema kwa kawaida kwamba watu wanaohamia hapa hawawezi kushirikiana na watu, lakini sisi tunatoa ushahidi kwamba hatuwezi kusema haya kuhusu wanajumuiya. Hawa ni watu ambao wanawapenda wenyeji wa Australia na wanatoa huduma zao kwa ajili ya wenyeji wa Australia, na hiki ni kitu ambacho dunia inahitaji siku hizi. Na police commissioner pia alikuwepo pale, yeye pia alisifu sana jumuiya और तमाम लोगों को से इज्जत से पेश आते na akasema हैं और आप लोग आला अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करें। jumuiya inaungana nasi kila wakati katika kazi zote, na mnaonyesha hulka njema, au wanajumuiya wanaonyesha hulka njema. Wakati alipokuwa anazungumza, mbunge mmoja alikuwa amekaa pamoja nami, akasema kwamba मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि यहाँ तुम लोगों के फंक्शन में ये आ huyu commissioner ni mkubwa sana. फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Kwa kawaida hawaji katika vikao, lakini mimi nashangaa kwamba huyu bwana commissioner amekuja katika kikao hiki. Kisha kuna mbunge mmoja जज्बात से भर गया mwingine और aliposikiliza hutuba yangu akasema kwamba दिल से किया गया था। mimi ने इस मस्जिद के मुतालिक हर एक को मुतमईन कर दिया है। nimepata athari sana. आपके दौरान मैंने खास तौर पर Hutuba hii ilitolewa kwa moyo को देखा na kila mmoja ameridhika na hutuba hii. Katika hutuba ya imamu wa jumuiya गर्मजोश niliwaona
wasiokuwa wanajumuia athari iliyokuwa katika nyuso zao. पार्लियामेंट थे Kwa kuona ile athari niliona kwamba wao wanasikiliza kwa makini sana na wanapenda sana hutuba. Na vile vile kulikuwa mbunge mwingine kule katika ile hafla, labda ni huyu bwana. Nilizungumza naye कुरान की तालीम बाइबल से kuhusiana na sayansi, Qurani tukufu inasema nini na Biblia inasema nini. कुरान शरीफ पढ़ें भी आप Kwa kusikia akasema kwamba mafundisho ya Qurani tukufu ni mzuri zaidi kuliko Biblia. आयतों के हवाले भी निकालते Nilimwambia kwamba asome Qurani tukufu, na niliwaambia wanajumuia wenyeji wa kule kwamba हैं अलग तरह से खुलते हैं mumpatie aya mbalimbali, na vile vile alipewa 5 volume of commentary. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu hivi njia za mahubiri pia zinafunguka. क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ Na alikuwa Dr. John Saheb कि मुझसे किस किस्म का सलूक anasema kwamba la ya kuja hapa nilikuwa na wasiwasi sana kwamba mimi si Muislamu, मेरी सारी घबराहट na nilikuwa sijui kwamba nitatendewa namna gani. Lakini leo Mirza Masroor Ahmad ametoa wasiwasi yangu yote. न्यूजीलैंड गए वहाँ से Tunasema baada ya ziara ya Australia गली बनी है बैतुल मुकीत tulienda New Zealand. लेकिन उस तरह से पहले Kule माओरी कबीला जो है ulipangwa ufunguzi wa msikiti wa kwanza Baitul Muqit uliojengwa kule, और वहाँ बादशाह ने इस्तकबालियत na kuna जो vile vile kulikuwa sherehe iliyopangwa na mfalme wa Mauri, और वहाँ जब na mfalme alipanga sherehe kama anapanga wakati anapoalika उनके अपने झंडे viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali. Yeye mwenyewe alipeperusha bendera ya jumuiya, ilhali bendera ya jumuiya ilikuwa inapeperuka kule, lakini yeye mwenyewe alipeperusha. Lakini mfalme kwa kawaida बाद फिर hawafai na wala hawakai katika hafla ya aina hii, lakini mwenyewe huyu mfalme alikaa. और फिर उसके बाद कुरान Baada जो मौरी जुबान ya hafla वो उनको पेश किया गया alienda nami katika ukumbi mkubwa. Niliendelea kuzungumza naye kwa muda mrefu, na nilimpatia Qur'an tukufu, tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kimauri. ने उसके बाद फिर मस्जिद का इफ्ताह था जो तकरीब थी उसकी वहाँ भी आने के लिए Mfalme huyu मैंने पहले नहीं आना था उन्होंने कहा मैं भी आऊंगी wakati wa ufunguzi wa msikiti pia alisema anataka kuja. Hata malkia pia alisema anataka kuja, na wao wote wawili walikuja katika ufunguzi wa msikiti. मौरी जुबान में तर्जुमा जो है कुरान करीम का उसके बारे में पहले मैं जिक्र कर दूं कि ये मुकर्रम Tafsiri ya Qur'an tukufu ilifanywa katika lugha ya Kimauri. Nieleze kidogo kuhusu hii kwamba tafsiri hii ilifanywa na bana Shakil Ahmad Munir Saheb. Mwanzoni alifanya juzu 15 na ilichapwa. लेकिन इन्होंने जुबान सीखी Huyu bana si mwenye lugha bali ni profesa wa physics, 25 lakini alijifunza lugha साल इन्होंने लगाए kwa amri ya halifa wa 4, भी किया na kisha alianza kutafsiri Qur'an tukufu. Umri wake ni miaka 81 na क्योंकि मौरी जुबान में कहते हैं जब alitumia miaka 25 kwa kujifunza lugha na kufanya tafsiri. और Alitumia muda mrefu sana katika kutafsiri Qur'an tukufu, kwa sababu anasema kuna maneno mengine katika lugha ya Kimauri ambayo si rahisi kuelewa. इन्होंने Na vile vile anasema kwamba umri wake pia ulikuwa sababu ya kuchelewesha, lakini करवाए गए थे kwa bidii sana alifanya kazi hii ya tafsiri, na vizuizi kadhaa vilipatikana, जो पैदा हुई थी na tafsiri iliyofanywa na watu wengine, lakini ile tafsiri ilikuwa si sahihi. Kwa hiyo yeye mwenyewe alipata hamu ya kutafsiri Qur'an tukufu. Katika umri huu amefanya kazi hii kubwa sana. Mwenyezi Mungu ampatie ujira mwema. तर्जुमे के ऊपर फिर काफी लिखा और सराहा गया इसको मुझसे भी उन्होंने पूछा कि मौरी कबीले के थोड़े से Magazeti ya kule yaliandika sana kuhusu tafsiri hii ya Mauri, na waliniuliza kwamba Mauri ni watu kadhaa au ni kabila ndogo sana, kwa nini umefanya tafsiri
ya Qur'an tukufu katika lugha yao. Nilisema kwamba hii ndiyo ni kazi yetu, kufanya tafsiri ya Qur'an tukufu katika kila lugha, kwa sababu kila mmoja hawezi kusoma lugha ya Kiarabu, na jukumu letu ni kumfikishia ujumbe wa Qur'an tukufu kila mtu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mauri moja amejiunga na jumuiya na moja wawili wako tayari kufanya bayat, na nimewaambia kwamba sasa tafsiri Qur'an tukufu imeshafanywa. Inshallah taala siku za usoni watu wengine watajiunga na jumuiya na watasilimu. उसके बाद जैसा कि मैंने कहा मस्जिद बैतुल मुकीत नई बनी है, वहाँ उसके हवाले से एक रिसेप्शन भी थी और मौरी Kule msikiti moja Baitul Makit umejengwa kama nilivyosema. Kuhusiana na funguzi wa msikiti ule, reception moja ilipangwa. Mfalme na malkia wa Maori pia walikuja pale, 107 के करीब vile vile viongozi vingine pia kadhaa walikuja, waandishi wa habari pia walikuwepo kule. एंग्लिकन Wageni 107 walikuja katika ufunguzi wa msikiti. के Maoni waliotoa wageni ni ya aina hii kwamba padri moja wa Anglican Church alisema के इमाम जमात ने जो ये कहा है कि प्रेस में इस्लाम dini zote zinatakiwa ziungane na zisaidiane, बिल्कुल दुरुस्त है, na kisha anasema kwamba imamu wa jumuiya aliyesema kwamba jina la Islam inafedheheshwa katika media, hii pia ni sawa. मुस्लिमों पर इसका उसके बारे में कहा था। Huzuri anasema nilieleza namna gani Islam inafedheheshwa प्रेस में na watu wasiokuwa Waislamu wanapata athari gani kwa sababu ya hii. Na huyu bwana anasema kwamba कोई वाकया होता है तो मीडिया हमेशा kwamba मस्जिद या मुसलमान hii ni sawa imamu wa jumuiya करते हुए टीवी पर aliyosema wakati wote tukio la ugaidi linapotokea, गर्दी का एक ताल्लुक है। media inaanza kuonyesha misikiti hiyo, watu wanaosali, na kwa kuona picha hizi watu wanaona kwamba Islam ni dini ya ugaidi, lakini kweli ni kwamba Islam haihusiki na ugaidi hata kidogo, na hutuba ya imam imethibitisha leo vizuri sana. Ilimuradi idara ya uchapishaji na urushiaji ilisambaza vizuri sana hafla ile ya ufunguzi wa tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kimauri. एक फंक्शन था Kisha katika nchi ile ile ya New Zealand दारुल हुकूमत है शहर, kilipangwa kikao kingine kilichopangwa katika फासले पे mji ulikuwa mbali maili 800 kutoka makao makuu ya nchi. हिंदुस्तान से ताल्लुक उनका कमलजीत सिंह, Katika उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। katika bunge इमारत में kuna mbunge mmoja Kamaljeet Singh ambaye ni mwenyeji wa bara la Hindi, yeye alipanga kikao hiki. हुआ जिसमें बाज़ अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हुए, Katika भारतकार शामिल हुए, bunge lao kuna ukumbi mkubwa. इसराइल के भी Katika ukumbi ule kikao hiki kilipangwa, wabunge walishiriki na wabalozi pia walishiriki. Mbalozi wa Israel, Iran प्रोफेसर थे, na Uingereza pia पर हमने देखा भी walishiriki. के हवाले से Police officer wa police na professor universities काफी अच्छे तासुरात थे लोगों walikuwepo kule. Pia kuhusiana na amani nilitoa hutuba na dunia inatakiwa ifanye nini, na watu walipata athari sana kwa sababu ya hutuba yangu ile. को। जो गैर कमर्शियल रेडियो नेटवर्क है, उसने अपना जो चेक पॉइंट एक प्रोग्राम है, बड़ा अहम प्रोग्राम है, उसमें Kuna redio moja ya New Zealand, प्राइम टाइम है, उसमें ये हमारा प्रोग्राम katika redio ile kuna checkpoint program moja kitwacho checkpoint, na का katika kipindi hiki walitoa habari ya jumuiya vizuri. बहरहाल स्विट्जरलैंड के ये दो प्रोग्राम जो थे, Magazeti yalichapa habari kiasi gani nitaeleza baadaye. Ilmradi vikao hivi viwili vya New Zealand ya msikiti na ya bunge. Baada ya hapo tulienda Japan. कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर Katika Japan pia Nagoya reception ilipangwa na watu wageni 117 walishiriki. Leader wa Congress Party, congressman na mayor wa Nagoya na ताल्लुक रखने वाले मेहमान थे। wabunge wa mikoa mbalimbali na
viongozi wa shintoism na buddhism na viongozi wa idara mbalimbali walishiriki katika kikao kile कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, na katika sherehe ile मेंबर सिटी पार्लियामेंट हैं, minister ishiaki ambaye ni kiongozi wa communist party 4 किलोमीटर का सफर करके वहाँ ni yeye ni mbunge wa city parliament कहने लगे yeye alikuja kushiriki sherehe ile kwa kusafiri maili 1,000 na akasema kwamba 2011 wakati wa matetemeko ya ardhi na baada ya tsunami जमात और तंजीम huduma zilizotolewa na jumuiya sisi hatuwezi kusahau ये बता सकूं कि na mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukushukuru आपकी तालीमात पर चल ili नसाए पर अमल niweze kukutana na kiongozi wa jumuiya na niweze kumwambia kwamba wafuasi wako kwa kufuata mafundisho kwa kufuata nasaha zako na kwa huruma ya wanadamu wanaendelea kutoa huduma kwa ajili ya wanadamu wote kisha anasema nilisikiliza hutuba yako na kwa kusikiliza nimepata yakini kwamba बताई जाए दुनिया को kwamba katika mafundisho ya jumuiya kuna siri ya amani ya dunia बगैर चारा नहीं कि अमन इस्लाम से hazur anasema ikiwa watu wanaambiwa kuhusu mafundisho sahihi ya islam kila mwenye tabia nzuri जो अपनी ताकत और hawezi गलत काम कर रहे ku, हैं बात की समझ आ जाए kubaki kusema kwamba amani inaweza kupatikana kwa kufuata वो आए mafundisho ya islam hazur anasema wale wanafanya mambo ya ugaidi mwenyezi mungu awaongoze wao pia wapate mwongozo दिल की गहराइयों से wakili moja alikuja kule kwa kutoa maoni yake alisema kwamba kwa moyo mkunjufu na kwa moyo sana natoa shukrani बुनियाद रखते हुए 1951 kikao kilichofanyika huko san francisco chaudhry zafrullah khan sahab alitoa hutuba yake ये बहुत अहम है क्योंकि मुस्तकबिल में जापान आलमी अमन और आलमी सियासत na katika hutuba yake alisema kwamba amani na uadilifu wa japani muhimu sana kwa ajili ya dunia में kwa sababu japani itafanya kazi kubwa sana katika siasa ya dunia na katika amani ya dunia का इन्होंने इजहार किया huzuri anasema wakati huo vile japani ilikuwa inatendewa Saifullah Khan Sahib alitoa hutuba katika haki ya japani na kwa sababu ya hutuba ile athari ilipatikana na watu walibadilisha maoni na hawa watu wa japani wanaheshimu ile hutuba ya Saifullah Khan Sahib na kwa sababu ya hii sisi tuna uhusiano mzuri na watu wa japani और जमात lakini kwa bahati mbaya hazur anasema huyo mtu haheshimiwi katika nchi yetu ambapo alikuwa waziri wa mambo ya nje और को बना के katika vitabu vya पढ़ाई जा रही है shule wamefuta jina la chori saheb na wameandika jina la mtu mwingine na historia ya aina hii ambayo si sahihi inafundishwa siku hizi kule इंडिया का किरदार kisha anasema और जिस baada ya tsunami huduma zilizotolewa na jumuiya hatuwezi kusahau मुल्क में मुमताज बनाता anasema vitendo vya wanajumuiya hulka za wanajumuiya na nchi yoyote wanaoishi huduma wanayotoa mambo ni haya ni mambo ambayo yanawatofautisha wanajumuiya kutoka katika makundi mengine hazuri anasema wanajumuiya wanatakiwa wakumbuke kila wakati kitu hiki anasema tumeona picha sahihi ya islam leo na tumeona kwamba ikiwa kuna dunia inaweza kujumuika basi ni mkono wa jumuiya tu ambao unaweza kuwakusanya watu wote au kuwajumuisha dunia nzima katika mkono moja इसका तफसील तो बयान नहीं की जा सकती vile vile kuna maoni ya watu mbalimbali waliotoa kule और तासरात भी huzuri anasema siwezi kueleza maelezo yake yote hapa अंग्रेजी दानों के लिए nimeeleza kwa ufupi sana hapa wala sikueleza maoni ya watu labda जो सर्कुलेशन haya yataandikwa katika जिन्होंने खबरें taarifa ya alfazl au katika albadar इस्लाम का और जमात का पैगाम पहुंचाया या मेरे से जो magazeti yaliyotoa habari ya ziara na kuhusu reception या रेडियो पर नशर हुए au waliotoa habari ya jumuiya यहाँ के au अखबार के नुमाइंदे interview zangu zilitolewa katika redio nieleze kuhusu hii kwanza kabisa ni indonesia मशहूर है मैगजीन ये
waandishi और इसकी हफ्ता wawili kutoka indonesia walikuja. kuna gazeti moja tempo उन्होंने दी lilitoa interview yangu, वेस्ट जावा के na katika wiki moja inachapwa katika idadi ya 100,000. बार vile vile kuna gazeti lingine pia lilitoa interview yangu. kisha kuna magazeti mawili ya java ख्याल tribune java 60-70 हज़ार के करीब इनकी सर्कुलेशन है तो एक और na khuduma rakiat na takriban 60,000 au 70 magazeti haya yanachapwa. kwa magazeti haya pia yalitoa interview yangu na habari ya jumuiya. katika australia नेशनल रेडियो electronic and print media ilitoa habari vizuri sana, उसकी खबर भी दी na national radio pia ilitoa habari. और ये सारे मुल्क में सुना जाता है abc ilichukua interview yangu na walitoa habari na walitoa majibu ya maswali niliyoulizwa. लोग इसको सुन redio na tv redio inasikilizwa hata katika visiwa vya pacific pia, नेशनल न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलिया का na milioni मालिक में इसकी नशरियात 200 wanasikiliza. मिलियन से ऊपर इसके लोग सुनने वाले हैं kuna abc national channel ya australia, na katika nchi 46 channel hii inaangaliwa na takriban zaidi ya watu milioni 10 wanaangalia channel hii. ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी क्योंकि सुना जाता है। तुम्हारे इस इंटरव्यू का बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला aliyechukua interview yangu akasema kwamba kwa sababu hii inaangaliwa nje ya australia pia, kwa hiyo nimepata feedback nzuri sana ya interview yako, na ninashangaa kwamba watu walielekea sana na walisikiliza kwa makini sana interview yako, na itakuwa furaha yangu ukija wakati mwingine na ukinipatia interview ingine. और गैर मामूली अहमियत के हामिल प्रोग्राम न्यूज लाइन में abc tv channel ya australia मैंने कहा 46 मालिक में सुना जाता है जो इंटरव्यू लेने katika kipindi chake kiitwacho New Zealand kilitoa interview yangu. मीडिया में Anayechukua aliyechukua interview ni उनके इंटरव्यू देते हैं ni mashuhuri sana kule, ambaye anachukua interview ya viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali, मैंने जैसा कहा कि इसको भी 10 से 15 मिलियन लोगों ने na watu wanaangalia kwa makini sana vipindi vyake. watu takriban milioni 10 au 15 walisikiliza na waliangalia hutuba ile interview yangu. इसका जो मजमूई जायजा है न्यूजीलैंड का जो मीडिया है उसका जायजा ये है katika nchi ya New Zealand जाता मोरी टीवी kuna टी करारे और katika TV1 inaonyeshwa Maori TV, हुआ था उसको कवरेज दी गई सारे मुल्क में दिखाया जाता है प्रोग्राम टीवी 1 मुल्क का पहले नंबर पर आने वाला na ilionyeshwa ile sherehe iliyopangwa na mfalme katika TV ile. मस्जिद बैतुल मुकीत की रिपोर्ट इन्होंने दिखाई watu takriban 642,000 wanaangalia TV hii, ambao TV hii ilionyesha ripoti ya ufunguzi wa msikiti wa Baitul Muqit, हवाले से na vile vile ilionyesha ile sherehe iliyopangwa na mfalme wa Maori. कुछ उसमें Magazeti pia yalitoa habari kuhusiana na ujenzi wa msikiti na ufunguzi wa msikiti. की सर्कुलेशन एक Kuhusu ziara yangu, kuna gazeti moja la nchi litwalo Sunday Star lilitoa habari, inachapwa katika 160,000, lakini kwa jumla watu 500,000 wanasoma, wengine wanasoma kwa kupitia internet. मनुकाओ कोरियर ये ऑकलैंड का अखबार है Kisha kuna Monaco Courier, की तादाद तो 69,000 शाया होता है लेकिन 1,94,000 इसको पढ़ने वाले हैं hii ni gazeti la Auckland, टाइम जो है inachapwa katika 69, lakini watu 194,000 wanasoma kwa kupitia internet pia. Gazeti lingine ni Wekacho Tamcho, wasomaji wake ni 96,000. ये मुल्क की मशहूर तरीन वेबसाइट है इस पे 4.5 Website Scoop online media विजिट करते हैं इस पे ये खबर ni website mashuhuri ya nchi. के हवाले से इफ्ता के हवाले से 4.4 wanasoma website hii.
habari ilitolewa katika website hii pia kuhusu misikiti na kuhusu ujenzi wa misikiti. Kisha kuna print media ya japan, kuna gazeti liitwalo asai na inachapwa katika milioni 20. gazeti hili lilitoa taarifa kuhusu ziara yangu na alitoa picha yangu pia. kisha mwandishi aliandika kwamba kuna kundi moja la islam wa ahmadia, kiongozi wake amekuja kutoka uingereza na ametangaza msikiti wa kwanza wa japan. kisha alisema kwamba imamu wa jumuiya alisema kwamba kila mtu anaweza kuja kusali katika msikiti huu. hazur anasema kwamba mukhtasari wa hayo yote ni kwamba interview zilizotolewa na hutuba zilizotolewa katika ile nilieleza mafundisho mazuri ya islam, na vile vile nilieleza lengo la kuja kwa sinam alayhi salatu wassalam, vile vile lengo la vita katika islam nilizungumza kuhusu hii pia, na sisi tunafanya mahubiri namna gani na namna gani tunaweza kuleta amani duniani. isa alayhi salatu wassalam daraja yake ni nini, uhalifa na jumuiya ina uhusiano gani, kuhusu hii pia nilizungumza. ilimuradi jumuiya ilitambulishwa vizuri katika ziara hii, tukikusanya redio na tv channel na magazeti, wale wanaangalia, wale wanaosoma sawa na maoni yao wenyewe. Katika region hii ni 3.5 waliopata ujumbe. basi Mwenyezi Mungu katika kila eneo anatambulisha islam mwenyewe, na dunia inajua kuhusu sinama alayhi salatu wassalam, na mafundisho mazuri ya islam yanaenezwa ni sawa na kauli ya sinama alayhi salatu wassalam kwamba wakati huu ni wakati wa kusambaza mafundisho ya islam, na kazi inayofanywa na media hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna uwezo wa kupanga kazi hii, si katika nchi hizi 4 tu, bali kwa kupitia nchi hizi 4, nchi 46 habari ilisambazwa. kwa sababu kutoka kwa Pakistan pia nilipata taarifa kwamba kule pia watu walipata taarifa ya ziara yangu. jambo hili linatosha kuthibitisha ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba mimi chini ya amri hii ya Mwenyezi Mungu, fama binemat rabbika fahdis, mimi nasema waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake amenipatia fadhila zake, na hakunituma kwa mikono mitupu, wala hakunituma na bila nishani, bali alinipatia nishani hizi zote zinazoendelea kutokea na zitaendelea kutokea. na bandamu Mwenyezi Mungu hathibitishi hoja zake, ataendelea kuonyesha nishani hizi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa majukumu yetu na kutimiza majukumu yetu vizuri. Khalifa mtukufu anasema kwamba kuna habari ya msiba pia. Nitaswalisha jeneza 3 baada ya swala. Jeneza ya kwanza ni ya ndugu yetu shahid bana Bashir Ahmad Kiani saheb, mwana wa Abdul Ghafur Kiani saheb, katika Urangi town wa Karachi tarehe 1 wa November aliuawa.
alikuwa anaenda kwa ajili ya kusali swala pamoja na mtoto wa jirani yake. बैतुल हफीज की तरफ जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे। alitoka nyumbani takriban saa 7. तकरीबन घर है इनका, alikuwa anaelekea करीब पहुंच चुके थे msikitini Baitul Hafiz na alikuwa anaenda kwa miguu तो नामालूम kwa sababu msikiti ni mbali kilomita 2 kutoka nyumba yake. alikuwa amefika karibu na msikiti, watu wawili walikuja na pikipiki na wakaanza kumpiga risasi, na kwa sababu ya kupigwa risasi alijeruhiwa sana. moja risasi ilipigwa kichwani na 2 kifuani, na mtoto alikuwa anaenda pamoja naye, risasi ilipigwa katika mguu wake. mara moja alipelekwa hospitalini, lakini mara baada ya kufika hospitalini alikata roho yake. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. गैर जमात की जख्मी हो गए। kwa sababu ya washambuliaji, मोहम्मद वाजिद mtoto Muhammad Wajid ambaye alipigwa risasi katika mguu wake, watu wawili wengine pia walijeruhiwa. Muhammad Wajid ambaye ni mtoto alipewa matibabu, के बड़े दामाद hali yake ni nzuri. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. किया गया था और इनके बेटे Bana Bashir Kiani saheb, यानी को 18 सितंबर को mke wake Zahura Ahmad Kiani saheb tarehe 21 wa Agosti aliuawa. kisha mwana wake mmoja Bana Ejaz Kiani saheb pia katika eneo hili la Orangi Town aliuawa na maadui. शहीद कियानी साहब katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia baba mdogo Bana Yusuf Kiani na Bana Said Kiani saheb. 1936 walifanya bayat na waliingia katika jumuiya baada ya kusoma vitabu. ने मैट्रिक की तालीम के बाद Bana Bashir Kiani saheb में और सिपाही भर्ती हो गए और 1959 baada ya kumaliza masomo ya shule ya msingi alijiunga na jeshi. 68 साल 1979 alihamishwa Karachi na kule alistafu. तबीयत के मालिक थे। umri wake ulikuwa miaka 68. alikuwa mwenye tabia njema na mwenye hulka njema. दोस्त अहबाब को तबलीग करते, alikuwa akipenda sana kufanya mahubiri. wakati wote alipokuwa akipata nafasi ya mahubiri alikuwa akiwahubiri marafiki zake, na alikuwa shujaa sana. शहादत के रोज अपने बेटे एजाज कियानी baada ya kuuawa mtoto wake na mke wake alikuwa hana hofu, bali alikuwa akiwasihi watoto wake subra. siku ya kuuawa kwake alimwambia mtoto wake Ezaza Mkiani kwamba sisi tutajilinda sisi wenyewe na sisi hatutahama, hatutaacha eneo hili. जिनकी बेटे की शहादत के बाद जब वो शहीद के खानदान के जो qaid moja wa mkoa fulani anaandika kwamba wakati mwanawake Jaskiani alipouawa na sisi tulipoenda kupeleka familia hii uwanja wa ndege, kwa kuona hali ya mama wa Jaskiani tulisema kiti kiletwe. kwa kuona hii Bana Bashir Kiani akasema kwamba bado mtoto wangu mmoja ameuawa, je, mnataka kwamba sisi tukae? Hazur anasema alikuwa na ghera ये नहीं हो सकता बेशक न जाऊं मैं, katika kazi yake ya jeshi. Alipelekwa mahali kule, aliambiwa kwamba asiandike Ahmadia katika pasipoti yake. Alisema hii haiwezekani, hata kama mimi sipati kazi, lakini siwezi kukubali shati hii. Shahid marhum ameacha mke Fatma Bashir na watoto wawili Ezaz Kiani na Shabaz Kiani na mabinti 5. mmoja ni Tahra Zahur Kiani ambaye ni mjane wa mshahidi, kisha ni Haida Tayyib, वो चीहा कंबल Saida Bashir मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, शहीद के na Wajiha Kamal. मिलता फरमाए। बशीर कियानी Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema उनकी अजीजा ने na awapatie subra watu wa familia. शहीद कर दिए गए, Kuhusu Bashir Kiani saheb, कराची छोड़ को नहीं देते, बड़े jamaa yake moja aliandika kwamba katika Karachi jamaa zake wawili walipouawa, nilimwambia kwa nini hamachi Karachi. Alikuwa amekaa katika huzuni sana na machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. Kwa kusikia hii, mara moja akasimama na akasema kwamba hii haiwezekani दुश्मन हमारे ईमान कमजोर नहीं कर सकते। itokee hivi. sisi tutafikisha ujumbe wa jumuiya kila kone ya dunia. Je, unataka sisi tuache Karachi? Mdui hawezi kutudhoofisha. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata maadui. Pia halifa mtukufu anasema. jeneza ya pili ni ya Bana Abdusami Omar saheb ambaye alikuwa mwenyeji wa hapa.
alikuwa na maradhi ya moyo, alipasuliwa lakini haukufaulu. kwa hiyo alifariki. umri wake ulikuwa miaka 69. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mjukuu wa halifa wa kwanza na alikuwa mjukuu wa mufti Muhammad Sadiq saheb. Majlis Ansarullah wao wanamfahamu vizuri sana kwa sababu aliwahi kuwa qaid talim na tarbiyat. Kwa imani sana na kwa bidii sana aliendelea kufanya kazi. alikuwa mtu wa kufanya maombi na mnyenyekevu na mwenye tabia nzuri, na alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu na alikuwa akipenda sana uhalifa. wakati wote alipokuwa na kazi yoyote alikuwa akinifahamisha lazima. alikuwa akisoma Qur'an tukufu katika sauti nzuri. ndugu yake moja Muniru Masahib tarehe 28 2010 aliuawa huko Pakistan. bana marehemu ameacha nyuma yake mke wake na binti moja na mtoto wa kiume wawili. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. jeneza ya tatu ni ya mwana Muzammil Ahmad wa mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya. alikuwa mwenyeji wa Chakchatha. mara moja tarehe 9 wa September wakati wa swala ya alfajiri alifariki mara moja. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. na umri wake ulikuwa miaka 17. alikuwa mwanafunzi wa daraja mubahadha na kwa shauku sana alijiunga na Jamia Ahmadiyya. Superintendent Hostel anasema kwamba alikuwa akimsaliaji sana na alikuwa akisoma Qur'an tukufu kila siku na alikuwa akisoma vitabu Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa shauku sana, na hutuba alikuwa akisikiliza kwa makini sana na kwa shauku sana. babu yake alisema kwamba hakuacha swala ya tahajjud wakati alipokuwa akipewa jukumu la kulinda Rabu. alikuwa akisema kwamba ana hamu ya kupata ushahidi. wazazi wake wameonyesha subra sana na wamesema wapo razi kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tunamshukuru kwamba Mwenyezi Mungu amekubali kujitolea kwa mtoto wetu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.